Hujambo mpendwa wa mtazamaji wa BG Online TV kote ambako unaendelea kupatikana kwa wakati huu. Tunayo matumaini ya kwamba wewe ni muheri wa afya. Tunayo matumaini ya kwamba unaendelea kukurubia runinga yako na simu yako ukiendelea kufuatilia habari zetu kwenye channel yetu ili kuweza kujua kile ambacho kimejiri kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari tumekuandalia katika siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kuwa hali ya mapambano imeshuhudiwa Ijumaa ya tarehe 23 Mei 2025 pa Mikenge kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya Twirwaneho Red Tabara wanaojiunga kwenye M23 pa Mikenge sekta ya Itombwe tarafani Mwenga jimboni Kivu Kusini. Tutakujuza pia na huko Butembo ni kwamba vijana waliojiorozesha ili kuungana na jeshi la akiba katika tarafa la Butembo watajelekeza mnamo Ijumaa mosi ya tarehe 24 Mei 2025 kwenye senta ya mafunzo ya kijeshi ya Nyaleki pa Beni. Waziri nchini husika na maendeleo vijijini Muhindo Zangi amepongeza hatua hiyo iliyo na lengo la ulinzi imara wa taifa. Tutakujuza habari zingine ni kwamba baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki na gari wanataja kunyanyaswa na tozo ya baadhi ya vikosi vya wazalendo kwenye vizuizi vya barabarani ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yaomba kwa wakuu viongozi wa ngazi za juu kuingilia kati kwa haraka iwezekanavyo ili kutokomeza hatua hiyo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, kuna hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Tunaomba utufuate mwanzo hadi tamati. Tunakukumbusha mara tena mpendwa mtazamaji, kama bado kusubscribe kwenye channel yetu basi ufanye hivyo ili kuendelea kufaidika vipindi, habari pamoja na matukio ambayo yanajitokeza kote ulimwenguni. Wacha sasa tuanze habari zetu kwa siku ya leo na tuanze na habari za huko Ilakala. Baba mmoja wa zaidi ya miaka 50 wa kijiji cha Ilakala, sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, amebaki na majeraha mwilini kisha kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa siku ya 4 ya tarehe 22 Mei 2025 majira ya usiku walipokuwa nyumbani kwake. Kwa mujibu wa raia mmoja tuliyezungumza naye na ambaye hakutaka jina lake litajwe, amesema kuwa watu hao wenye nia mbaya walifika kwa raia huyo asiye na hatia walipomkuta anapumzika nyumbani kwake, ndipo walimfyatulia risasi na kwenda sehemu isiyojulikana. Papo hapo majirani walifika kwa ajili ya msaada na kufikisha kwenye kituo cha afya, huku pia harakati zingine zikitazamiwa ili kuangalia namna kumsafirisha ndani ya mji wa Uvira kwa ajili ya matibabu zaidi. Raia wengi wa vijiji vya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, hasa wale wanaokuwa na umri wa zaidi ya miaka 50, wanaendelea kupigwa risasi na kufariki papo hapo kutokana na vitendo vya kususiwa kuwa ni wachawi. Raia huyo tuliyezungumza naye kwenye njia ya simu ya BG Online TV kutoka hapo Ilakala anaonesha namna hali ilivyokuwa. Habari ni za ukweli, alipigwa risasi na watu wasiojulikana, na bwana huyu anaitwa Janses, na tukajitahidi tukampeleka ku centre hospitalier ya Vega, wakajitahidi zenye walifunga, na kwa hivyo tunakuwa kuangalia vitu zenye tutamusafirisha Uvira. Ili mpaka afikiwe kupigwa risasi ilikuwa namna gani kadiri ya gisi mmesikia? Mpaka sasa hivi hatuyajua kisa kwa ajili muhusika mwenyewe ndo bado yani hakujulikana, lakini ndo bado serikali ngaike nafanza nani uchunguzi. Kwanza yeye aliyopigwa risasi ni mkaji wa Ilakala, na Ilakala ni mwingine yenye kuwa pembeni ya Swima. Yaani kitoka tu Swima unafika nani Ilakala, na yeye kupigwa kwa risasi ilikuwa ni pale jana usiku. Yaani alikuwa akifunga
mafiga kwa ajili ngozi zake na watu lalamu na mafiga. Na ile wakati yenyewe yali kusema eti afunge mlango na ndio penyali pigwa risasi na akapo hapo na muhusika kapita na anakimbia. Yeye kuhusu mujamii kwa gisi yeye anavyoishi hapa na wajirani na marafiki, yani mambo hajawahi kukuwa na nzozo na mtu yoyote ule, hajawahi kabisa kukuwa na nzozo na mtu. Tunajua kwamba watu wenye kupigwa manani masase huku ni presque au moins 80% wenyewe wanashutumiwa labda uchawi, lakini ndio bado akamilisha kwa ajili serikali ndio bado ndakina kwanza na uchunguzi. Yaani vitendo kama hivi ni vitendo vyenye sisi mara kwa mara tuko tunavilaani kabisa kwa ajili mauaji kama hayo ni mauaji yenye hayatakiki. Sisi hapa Swima tuko na wazalendo pamoja na PNC. Marehemu alikuwa responsible, alikuwa na bibi, yuko na watoto na ni mtu wa umri wa karibuni hata miaka 65 hivi. Tuangazie huko Kilembo ni kwamba baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki na gari wanataja kunyanyaswa na tozo ya baadhi ya wazalendo kwenye vizuizi vya barabarani ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanaomba kwa wakuu viongozi wa ngazi za juu kuingilia kati kwa haraka iwezekanavyo kwa swala hilo. Taarifa tunazo ni kwamba kwa sasa baadhi ya wasafiri kwenye pikipiki wanalazimika kulipa pesa 10,000 pesa ya Kongo na hata zaidi ya hiyo kwenye kizuizi kimoja. Habari hii imehakikishwa pia naye Abedi Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge, na ambaye anaeleza afuatayo. Nilipenda kusema ndani ya sekta ya Lulenge kuna vurugu ambazo zinaingia juu ya mabariere zitu bariere ya Mabunga inaderange population sana. Population inatoka Kilembwe kwenda kusoko ya Makola beko na kuwa taxi. Mtu eko na muzigo kwenda kusoko alipe 10,000 francs. Mwenye kuna bagage nyingine kutoka mavoyage anapaswa alipa kama ni 20,000 francs. Alipe 20,000 francs. Manake hiyo bitu yote inasumbua population. Gari iko na lipiso sasa 50,000. Mie peke tu en personne natoka asubuhi niko naenda kusoko ngambo ya Makola kufika bariere ya Mabunga na kuwa bloqué na baskari benye kuwa pale na kuwa bloqué. Maki nikakuwa intimidé d'une façon extra kabisa. Maki nikakuwa ridiculisé sana. Sasa mambo kama hiyo sio mambo halali kabisa yanayofurahisha. Sio mambo yanayofurahisha kabisa. Waabiria wanasumbuliwa sana. Watoka Kilembo waingie Makola kama 15 kilometre wanasumbuliwa sana. Walipe uko na muziki ulipe 10,000, ulipe 20,000. Mimi peke nilibiasiste. Kumbe kwa hiyo mambo yanaleta huzuni mkubwa sana ndani ya sekta ya Lulenge. Hata hivyo, kiongozi huyo ameongeza kuwa hali hiyo inaleta wasiwasi mkubwa kwa raia, kwani inaonekana kuwa ni unyanyasaji mtupu ambao raia wanaendelea kutendewa na ambao ikiwa ndiyo nguzo na nguvu ya kusaidia wazalendo popote pale wanakopatikana kwenye shamba za vita. Na sisi kama vile shirika la raia, watu walikaa pamoja kwa kusema kumbe kwa hiyo vijana wako wanatanda, kumbe ulia kutia makamba hapa na hapa, wapewe makamba fulani wewe na wajisaidie. Lakini kamba zenyewe zinaleta tatizo sana. Mimi kama kiongozi wa shirika la raia naanza simamishiwa na kurudishwa nyuma na kukua intimidate. Sasa waraia wengine hapa wataishi namna gani? Kwa hiyo tunasubiri lalamiko zetu, tunazipeleka kwenye kuwa chefu de secteur aongee na viongozi vingine vya hizo bariere za autodefense ambao wanalindwa na mzee Brown, wanyamashishe viana. Na raia yenyewe inakosa amani, inaona kumbe haina ya maana kuwapatia zile makamba wakae tena kunyanyasa watoto hapa. Ni muhimu zile kamba ziondoshwe, hazina maana yoyote.
watu wa SNPCC na wengine wako nahangaika ndani ya vilima huko au plateau ya Minembwe, wengine wako huko kufro za Kamanyola, lakini wao wanakaa hapa tu kwa kuintimize raia na kula raia. Ilikuwa ya muhimu zile kamba basi zitoshe, hazina maana. Hilo ndio lalamiko la raia. Na kisha kuachana na habari za huko Kilembwe, wacha sasa tuangazie habari za huko Mikenge. Hali ya mapambano imeshuhudiwa Ijumaa ya tarehe 23 Mei 2025 pa Mikenge kati ya vikosi vya wazalendo zidi ya Twigwaneo Redi Tabara wanaojiunga na M23 pa Mikenge sekta ya Itombwe tarafani Mwenga mkoa wa Kivu ya Kusini. Mapambano hayo yatajwa kuanza saa 11 alfajiri pale ambako wazalendo walikwenda kushambulia kwenye kambi za M23 ili kukomboa eneo hilo. Katika mashambulizi ya eneo hilo, vikosi vya wazalendo vilijigawa kwenye vijiji tofauti ili kuweza kushambulia vizuri kwenye kijiji hicho cha Mikenge, ikiwa vikosi vinavyoongozwa naye Generali Kankobanya walijelekeza kwenye kijiji cha Bilalombili, Generali Zelambuma kwenye kijiji cha Makema Hina, huku Generali Diemersi kwenye kijiji cha Elolwe. Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba vikosi vya wazalendo viliingia na moto mwingi kwenye kambi hizo za M23. Hadi kwa muda huu bado ni vigumu kujua matokeo kamili ya mapambano hayo, kwani watu sahihi wanaoweza kutujuza matokeo kamili simu zao hazipiti, ila endelea kutembelea kwenye chaneli yetu ili kujua yaliyotokea. Tukamilishe habari zetu kwa siku ya leo na habari za huko Butembo. Vijana waliojiorozesha ili kujiunga na jeshi la akiba katika tarafa la Butembo watajelekeza mnamo Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025 kwenye senta ya mafunzo ya kijeshi ya Nyaleke Pabeni. Waziri nchini husika na maendeleo vijijini Muhindo Zangi amepongeza hatua hiyo iliyo na lengo la ulinzi imara wa taifa. Kwake waziri huyo amesema kupongeza vijana hao waliojitokeza kwa wingi ili kuweza kujiorozesha kwenye vikundi vya wazalendo. Nyaleke hano akandi bya forme abandu bakahola mu reserve armée. Hapa Nyaleke kutafunzwa watu wanaoitwa Reserve Armée de la Défense. Tunataka kila mara muda wa vita askari wawe wakisaidiwa na raia. Raia hawezi toka nyumbani mwake na kuja kusaidia askari pasina kupata funzo zozote. Ni kwa hiyo lazima wapate mafunzo ya kiaskari. Watu wa pili ni wale ambao watafanya local defense. Imagine, katika vijiji vyetu inasikitisha kila mara wanalu wawili wanafika na kuwachinja zaidi ya watu 100. Ni kwa hiyo local defense itasaidia watu wote, kila mtu anapokuwa katika kijiji kyake kujifanyia defense. Ni kwa hiyo tumeandaa hii nafasi ya Nyaleke kwa kuwa lazima vijana wote wapate mafunzo ya kiaskari hapa Nyaleke. Upande wake Yotama ambaye alikuwa mwanabunge zamani katika tarafa hilo la Butembo amesema kuwa muda huu ni muda wa vijana kujendelea kujitokeza kwa wingi ili kuendelea kupigania udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unaonekana kuvamiwa na wageni ambao wanataka kujichukulia udongo wa Kongo kama wa kwao. Programu ya mafunzo ya kijeshi huko kwenye sandra ya Nyaleke inaendelea. Kufatana na gizi inji yetu inapitia magumu. Na hiyo magumu tumeendelea kuipitia zaidi ya 30 na watu wengi wamekufa. Watu wengi wamekufa kiolela kwenye mashariki ya Kongo. Mwa hii zone ya nyeko kontrole na ADF. Maelfu ya ndugu zetu wamekatwa na mipanga. Na kwa hiyo tunasema ni wakati ya kujitayarisha. Na kujitayarisha ni kwenda kujifunza namna ya kupika silaha, namna ya strateji za kijeshi. Siku mingi tumelia kusema watupatie silaha tuende pigana.
Kufatana na magumu ambayo tumepata kwa miaka, hatutaendelea kulia kila siku ukicha. Wakati ya kulialia tunazani ya kwamba imeisha. Ni wakati ya kufanya vita. Wametuua wengi na wana mpango tunyanganya bulongo yetu, kupora mali ya inji yetu na watunyanganye inji yetu. Kama tunaendelea kukua district, tutajikuta hii inji haiko yetu tena. Tuende Nyaleke siku ya posho na 10h. Sote tukutanane hapo kwenye clôture ya Cafe Kiti. Hapo Matana 10h. Gari zitakuwa hapa, fuso zitakuwa hapa, tutatoka. Tembose mwenyewe naye anaenda fanya kumafunzo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, hadi hapo tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Tunasamini kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena, kama bado kusubscribe basi ufanye hivyo ili kuendelea kupata habari zetu, matukio pamoja na vipindi vinavyokujia kila saa na dakika kwenye chaneli yetu. Tunakusihi mara tena kushare kwa wengine ili nao wafaidike na habari hizi. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.